kuangamia. Na ndio maana hata waharibifu, makafiri pamoja na makundi yao yote ya uharibifu katika jamii, wanapotaka kuiharibu jamii fulani, basi huanzia kwa watoto. Itawekwa mikakati na mipango maalum kuanzia mtu anapokuwa ni mtoto, ile atakapoinukia basi ainukie katika ule mrengo ambao wao wanautaka. Na hata ukiangalia katika zile maqasidu sharia al-islamiyya, katika zile daruriyatul khams, utakuta kuna hifdhu nasli, kuhifadhi kizazi lazima kiwepo. Ndio maana ikahalalishwa ndoa na ikaharamishwa nini? Zina. Watoto lazima wawepo, na sheria ikaweka utaratibu maalumu wa kumlea mtoto, ikampa majukumu baba na mama kumwangalia huyu mtoto, na huyu mtoto naye pia akawekewa sheria maalum za kuangalia wazazi wake. Huu ndo mfumo sahihi wa Uislamu katika upande wa jamii. Kwa hiyo tusipoangalia watoto wetu leo hii, basi watakuja kutulaumu sana sisi baadaye. Na hata sisi tulivyo hivi, yani wewe ukiangalia hapo ulipo, kwa hivyo ulivyo, utakuta kuna juhudi ya usimamizi ilipatikana kwako ndo ukawa hivyo. Ime ni juhudi ya mwalimu, au ni juhudi ya mzazi, au ni juhudi ya mlezi. Na wale ambao tunaowaona hivi sasa ni walevi, wazinzi, wacheza kamari, waimba muziki, vile walivyo vile, utakuta ya kwamba kuwa vile mzazi ana sababu, ana mchango, sawa, mlezi wake ana mchango, au mwalimu wake ana mchango. Yani kwa maana hakuna mtu anakuwa ni mtu mzima alafu kile ambacho anacho katika utu uzima wake amekitengeneza yeye mwenyewe bila kutengenezewa na mtu. Hakuna. Akiwa na matusi, basi utakuta kwamba aliarithi hayo matusi kutoka kwa baba yake au mama yake au mwalimu wake au jamii iliyomzunguka. Kwa hiyo suala la kuangalia watoto, suala la kuangalia jamii